na wala tusiwaache peke yao. Wamasai kama mko hapa, hata nyinyi ikitokea leo hii mka give up, mkashuka, mkasema basi tutakapopelekwa sawa, au mkaona tu ni sawa tu nyie kupelekwa huku, mkayumbishwa huku, sisi wa Tanzania tunaomba tushikamane. Hii ni ardhi ya Mtanzania, so ardhi ya Samia peke yake, wala si ya mtu mwekezaji anayetoka huko. Pesa anazokuja kuzileta kwenye nchi yetu zinawafaidisha watu wengine. Kwa nini ardhi ya Tanzania imekuwa ya mtu ya watu binafsi au ya kikundi fulani? Kwa nini tunakubali leo hii Mtanzania anapata tabu kwa ajili tu ya watu wengine kutoka nje wanakuja kuwekeza? Maeneo ya kuwekeza yapo mengi, kwa nini wakawahamisha Wamasai? Na pia Masai tukumbuke ni kama kivutio, so kama kivutio, Masai ni kivutio katika nchi yetu. Leo hii Masai ananyanyaswa, amekosa ile heshima yake, wamebaki kuwatumia tu ile, wakija watalii watawapeleka wakawapigisha mipicha, yani wanawatumia kama tuseme kitu gani kile, unakitumia yani kinakufaa pale unapokihitaji, baada ya hapo unakitupa. Kwa nini wanawageuza kwa namna hiyo? Kwa sisi kama Watanzania, mimi naomba wewe unayenisikiliza hapa, mimi na wewe tuunganishe nguvu yetu kwa pamoja, tukatae hili lisitokee katika nchi yetu, kwa sababu tukiruhusu Masai leo kafanywa hiki, basi tujue kabisa mimi na wewe kesho tutafukuzwa kwenye ile sehemu tunayokaa, tukiamini kwamba sisi hapa tumezaliwa hapa na hapa tumekulia, hapa tumesomea, tumechezea hapa, tutaambiwa twende sehemu nyingine, kwa sababu tu kuna maslahi ya watu binafsi kama akina Samia na wengineo. Kwa sababu hata kile kinachokuja kuwekezwa kwenye nchi yetu tunanyanyaswa sisi, hatufaidiki nacho. Sasa ya nini tunakubali? Sisi wananchi tuko wengi, tunakubali watu wachache kwa sababu tu wapo wamejimilikisha, wapo na mibunduki sio na vyombo vya dola wamevitawala wao, tunawapa nafasi katika nchi yetu kutupeleka vile wanavyotaka. Ifikia hatua sisi kama wananchi tunasema hiki hakitatokea kwenye nchi yetu, na sasa hivi tumeamka na halitatokea kamwe. Na Wamasai tunawaombeni ushirikiano wenu, tunawaombeni sana. Tunawaomba sana. Hili jambo peke yenu hamwezi kulimaliza. Kuna wengine watatokea wataungana nao, mtabaki wawili au atabaki mtu mmoja. Kwa hiyo tunawaombeni msijione kama mko peke yenu. Samahani. Sawa, okay. Kwa hiyo mimi naomba kutoa wito jamani. Sisi wa Tanzania tusiangalie lile ni kama ni jambo la Wamasai peke yao. Hamna, ni la kwetu sote. Tunatakiwa tukemee na tusimame kwa pamoja. Hili swala halitokei kwenye nchi yetu, na hakika halitotokea. Huu unyanyasaji wanaofanya umeshafika mwisho. Samia, popote ulipo, hiki unachokifanya kwenye nchi yetu kimefika mwisho. Tambua hilo vijana, tumeamka na hatutakubali. Masai atarudi kwenye ardhi yake, na hata mkiwahamisha sasa hivi au kesho, tambua kesho kutwa tunawarudisha kwa nguvu yetu, kwa umoja wetu wananchi. Tunasemaje? Hakuna atakayekaa chini kuwasikilizeni nyinyi watu wahuni mnaotunyanyasa, mnatubagaza mnavotaka. Hii la Wamasai na mambo mengine mjue kwamba yashafikia mwisho. CCM basi na tumesema basi, hatukubali kuendeshwa na akili ambazo hatuzielewi kwenye nchi yetu. Sisi ni vijana, hiyo miaka mlioendesha inatosha na imetosha. Ifikie mwisho na mjue kwamba tuko serious, hatuishi tu hapa kuongea. Vitendo vipo vinakuja na Wamasai watarudi kwenye ardhi yao. Asanteni. Asante sana. Flower, sorry majina yenu na nyie jamani. Asante sana Flower pamoja na wazungumzaji wote waliopita. Tuna mzungumzaji mwingine ambaye atazungumzia hii mada kutoka TikTok. Tukimaliza hii mada, Mandisa atafungua maiki kwa ajili ya kuweza kuanalyze kila kitu kilichoongelewa kwa lugha ya Kiingereza kwa ajili ya ndugu zetu wa Kenya pamoja na Zambia. Lakini pia naomba kutoa nafasi kwa Discord sasa hivi. Alafu ikitoka Discord itakuja kwa yule mtu ambaye Jeje umeniambia hapo dakika hii, umenipa taarifa zake. Alafu akimalizia huyo mtu yeye atafinalize, alafu atakuja Mandisa. Okay, Discord. Okay, Discord naomba mtu yoyote ambaye anahitaji kuchangia hii mada ya Wamasai, ndugu zetu Wamasai, karibu fungua mic yako. Karibisha brother J hapo. Discord nimetoa nafasi, ninaomba nafasi kwa mtu ambaye angependa achangie hii mada. Huu mkutano kama nilivyosema, mkutano sio wa wanawake, mkutano ni wa kwetu sote, wa baba na wa mama, wa kaka na wa dada. Kwa hiyo kila mtu ana uhuru wa kuchangia. Karibuni sana. Tuna Deni, nimekuona mwenyekiti, unaweza kufungua mic labda kuchangia. Kuna Mkuri hapa.
Kaka Jay. Asante sana. Kwa upande wangu mimi sijui kama mnanisikia, make huko niliko network nayo inakuwa chenga kidogo. Kama mnanisikia na asante sana ndugu zangu. Kwenye hii issue ya Wamasai mimi naweza tu kusema kwa ujumla kulingana na muda, na hujaniambia ni dakika ngapi labda ili nione naweza kuzitumiaje. Mimi kwenye hii issue ya Wamasai ndugu zangu, mambo yanayoendelea kwenye taifa letu ni mambo mabaya sana, ni mambo ambayo ni ya kuumiza, ni mambo ambayo yanakera, ni mambo ambayo yamefikia hatua hata wananchi wenyewe wanaelekea kukata tamaa kabisa, kwa sababu kwa sasa sidhani kwamba wana hope ile kwamba wanaweza kuja kupata msaada ama ukombozi. Wamebaki watu wachache na ambao wanazungumzia swala la haki, wamebaki watu wachache ambao wanazungumzia swala la ukombozi, wamebaki watu wachache wanaozungumzia upatikanaji wa utoaji wa haki kwenye mifumo yetu, ambayo mifumo hiyo ndio inayotuendesha na kutuelekeza taifa tunaendaje mbele. Sasa ukijaribu kuangalia kama issue ya Wamasai, hawa wanaojiita viongozi kwa kweli imefika hatua hata wale waongeaji wanaotetea haki kwa wananchi, kwa wajibu kuwa kama sauti ya wanyonge, wengi wao wameshanunuliwa. Wengi wao kwa sasa wanatanguliza maslahi yao mbele bila kujali undugu, ujamaa kama misingi tulio kulia sisi kama taifa. Kwa sababu taifa letu tuliambiwa ni taifa la ujamaa. Wamasai ile ni ardhi yao. Wamasai ile ni ardhi ya mababu zao, kwa sababu wamekaa pale kwa sasa karibia ni miongo mingapi. Wamezaliana pale, wamepatia wajukuu pale, kuna makaburi pale, lakini leo mtu anatoka huko anasimama anasema tumewapa ndugu zetu Waarabu. Maana yake Waarabu wanakuwa na umuhimu kuliko Watanzania ambao ni wazawa, ambao ardhi yao ni ya wao ndo wamehusika na wametoa mchango mkubwa sana wa kuchangia hata Ngorongoro kuwa pili, kwa sababu wanawatumia. Nimesikia mzungumzaji akisema wanatumika pale wanapohitajika, ndio maana wanapiga nao mapicha kwa watalii. Yani wanawatumia kama toilet paper. Kwa hiyo kisha kazi wanaitupilia mbali. Mimi nataka kusema jamani, kwa sasa kwa maoni yangu binafsi, lakini haya tabaki kwa maoni yangu, kama nitamkera mtu au kama nitamuuzi mtu au kama sitachangia kwa usahihi mtanisamee. Lakini kwa sasa hapa tulipofika ndugu zangu, tunataka tusijadili kile kinachotokea, lakini tujadili tunataka kufanya nini na hatua gani tunapaswa kuzichukua ili tuondokane na huu unyanyasaji wa utawala wa kidhalimu. Jamani, maneno matupu, sidhani kama hawa watu wanaweza kubadilika, sidhani kama hawa watu wanaweza kujirudi. Tumeshuhudia sisi wenyewe tangu mwanzo kuanzia mwaka 2024 kwenye tukielekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, kumekuwa na kelele kingi juu ya mifumo, juu ya mauaji, juu ya utekaji. Tumeingia 2025, tumeenda kwenye uchaguzi, kabla tujafika kwenye uchaguzi mkuu, kelele kimekuwa kingi, wananchi wakipiga kelele. Tunahitaji mabadiliko ya kimifumo ili tupate viongozi wanaotokana na sisi, kwa sababu chanzo cha matatizo yote haya ni kwa sababu hatuna mifumo inayotuwezesha kujipatia viongozi tunaowataka sisi. Kwa hiyo viongozi anaojiita viongozi wanajua wanapatikana wenyewe kwa janja zao, kwa utapeli wao. Wanajua mwananchi hana nguvu yoyote na hawana muda wa kumtetea mwananchi wala kutetea maslahi ya mnyonge. Kwa hiyo mimi nataka kusema nini hapa ndugu zangu? Kwa sasa hapa tulipofika tumepiga kelele vya kutosha. Naamini kwamba kuna wasomi wazuri katika harakati hizi na movement hizi za kutetea haki, katika harakati hizi za ukombozi wa taifa letu. Jamani, njoni na plan B ambayo inaweza kutuwezesha angalau kuchukua action itakao tupelekea kuweka shinikizo kubwa ili twende mezani ili watu waweze kupata haki zao. Swala la Ngorongoro linahitaji action ya haraka, linahitaji kama ni mabarua kutuma wapi, kama ni namna yoyote kwenda kwenye mahakama ambazo tunaweza kuwa na imani nazo labda hata za nje. Sijajua kwa wasomi wetu wanaweza kusema nini, watu wenye uelewa sana na walioko nje, kwa sababu wengine tunajifunza kulingana na ndugu zetu wanavyoishi hao wa nje.
Kwa mimi naweza kusema kwamba kwa sasa hapa tulipofika, hata tukiendelea kuongea, nchi ya Wamasai ilianza kuongelewa tangu kipindi kile tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa kianza kuhamishwa kwenda Msomera. Wamasai wengi walilia, waliahidiwa kwamba watajengewa majumba na watapewa fidia, lakini hilo halikuwezekana. Ndugu zetu wamelia, na baadhi yao ambao walionekana kuwa na nguvu kwenye jamii ile ya Kimasai walishanunuliwa, walishatanguliza maslahi yao mbele. Wenyewe ni mashahidi, mumeona wakienda in camera wakizungumza kwamba wamehama kwa hiari yao na wameliziana na serikali. Lakini ukijaribu kuangalia wale wanyonge ambao hawana sauti, sasa ndio hao wanaokumbwa na hayo madhira, kwa sababu wale wenye nguvu wao wanapata fedha zinazowawezesha kwenda kununua labda ardhi nje na Ngorongoro, wanaenda, familia zao zipo save. Kwa hiyo kwa sasa maneno yenyewe kwa serikali hii tulionayo ilishaziba masikio, na kibaya zaidi serikali tulionayo ilishajielekeza kwenye vyombo vya dola, na maana vyombo vya dola vinaonekana kuwa na nguvu zaidi. Samani kaka Mkuria, una dakika moja ya kusummarize. Kaka Mkuria, samani, una dakika moja ya kusummarize. Endelea. Asante sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninawapenda wote. Mtu yeyote anayehubiri amani, anayehubiri haki, mimi ninajua yuko upande wetu, yuko upande wa wanyonge, yuko upande wa watu wasiokuwa na sauti, kwa sababu pasipo haki hakuna amani. Mtu anayehubiri amani pasipo haki, huyo ni muongo, ni munafiki, ndo hao wauaji. Kwa mimi ndugu zangu, ningewaomba muje na plan B. Mimi sijui tutafanya nini, lakini muje na plan B ni namna gani tunaweza kuchukua action ambayo itaweka sinikizo kwa uzito ili hawa ndugu zetu waweze kupata haki yao. Lakini jambo la mwisho nataka kumalizia kwa kusema kwamba nyewe wanaharakati wote mlioko ndani, mlioko nje, wote mnaozungumzia haki, mnaona kwamba ukizungumzia haki unageuka kuwa adui wa serikali hii dhalimu. Ningeomba kila mtu popote alipo ajiangalie mwenyewe, ajiwekee security mwenyewe. Kama unajua hutembei na mke wa mtu hauibi, haufanyi chochote, kuna baadhi ya matukio natakiwa kujilinda nayo, ikiwemo ukamataji wa kiholela. Jamani, mimi hili nimelizungumza katika live za TikTok. Nimewaambia walio wengi kwamba jamani, kwa sasa hapa tulipofika, jipatie ulinzi wewe mwenyewe kwanza, kwa sababu utakapojilinda utafikia malengo yako na hatima ya kulikomboa taifa letu. Lakini kama hutakuwa na ulinzi wa kujilinda, usichukuliwe kiholela. Usikubali kuondoka na watu hasa wanaotumia magari ya binafsi. Mimi yangu ni hayo ndugu zangu, naomba nikabidhi mic. Asante sana kaka, ubarikiwe sana. Tunashukuru sana kwa hoja zako na mada zako. Tutazifanyia kazi zile ambazo zinastahili kufanywa kazi pia. Asante sana. Kabla mic hajarudi TikTok, ninaomba Discord nitoe nafasi moja nyingine ya pili, alafu nirudi Discord amalizie mtu katika hii agenda namba 1, alafu akishamaliza mtu basi Mandisa nitakuachia mic kwako. Naomba mtu hapa Discord, mtu yote ambaye angependa kuchangia katika hii mada anaweza akafungua mic au akapanda juu, tumpandishe juu mtu ambaye anahitaji. Okay, basi wakati mtu anajiandaa huku Discord, narudisha mic TikTok. Jeje, namuomba mtu ambaye anatakiwa kuongea saa hii. Okay, Makabaya washa mic. Makabaya washa mic. Hello. Yeah, so nimefurahi sana baada ya kusikia hii mada ya kuhusu Wamasai, kuhamishwa kwa Wamasai kutoka maeneo yao ya asili na basically ni forced displacement. Sasa kwa nini nasema hivi? Nilikuwa ninafanya utafiti na kujifunza baadhi ya nchi ambazo zilizokutana na kadhia za machafuko baada ya kuhamisha watu wake. So kitu cha kwanza kabisa, Wamasai hawahamishwi kwa kulinda mazingira. Wenyewe wanasema tunawahamisha ili kutunza mazingira. Si kweli. Wamasai wanahamishwa kwa sababu ya utajiri uliopo kwenye ardhi yao. Na Wamasai wanaoishi Ngorongoro hawajaletwa, wamekuwepo kabla ya kuwepo Tanganyika, kabla ya kuwepo Kenya. Na kipindi hicho walikuwa wanavuka mipaka, wanatoka Tanganyika wanaenda Kenya, na hawakuwa wanatoka
Tanganyika wanaenda Mtwara au wapi, walikuwa wanazunguka sehemu zenye malisho ya mifugo yao. Sasa kwa taarifa ambazo ninazo, nilikuwa nafanya research. So kitu cha kwanza, hili swala alizungumzwa kwa ukubwa wake, watu wanaohamishwa. So kitu cha kwanza ni kama hadi sasa vijiji zaidi ya 5 vimehamishwa. Ngorongoro peke yake wamehamishwa watu 100,000. Watu 100,000 wanaweza kumchagua rais wa Zanzibar, na walivyohamishwa hili eneo wamepewa kampuni ya utalii inaitwa OBC ya UAE. Loliondo wamenyang'anya ardhi ya Wamasai kilomita za mraba 1500. Kilomita 1500 ni eneo zima lile la Zanzibar. Wamepewa hiyo kampuni, maana yake hiyo kampuni imepewa Loliondo na Ngorongoro. Simanjiro Wamasai walikuwa wanakaa kwenye eneo la Tanapa, mifugo yao wao wenyewe wamepigwa risasi. Hilo eneo lina madini ya Tarangin, NP na graphite. Wametolewa Wamasai, wamepewa watu wengine. Sehemu nyingine ni Monduli na Longido. Hayo ni maeneo yenye misitu mingi. Sasa hivi duniani kuna kitu kinaitwa carbon credit. Hilo eneo imepewa Volkswagen na kampuni inaitwa The Nature Conservancy. Yani wamewatoa Wamasai wakawapeleka vijiji vingine, wakauza hewa ya ukaa, manake wanatunza misitu, wanasema wanapata hela, wanufaisha Wamasai. Sehemu nyingine panaitwa Ruhao na penyewe wamepewa kuna mradi wa Ngwala wa madini, wanasema hizo rare earth metal. Sasa na zaidi ya yote, maeneo haya ya Wamasai yote yana madini adhimu. Kwa mfano Simanjiro peke yake kuna uranium, na kampuni iliyopewa inaitwa Uranium One ya Urusi na Mantra Tanzania. Hizi zote anazijua wakina Rostam wao. Nyingine ni madini yanaitwa neodymium ni Ngwala. So na yenyewe imepewa kampuni ya Peak Rare Earth Metal ya Australia na Wachina. Nyingine ni graphite, wamepewa watu iko Simanjiro, ni maeneo ya Masai. Nyingine ni dhahabu yanakaa, na nyingine ni haya mambo ya uwindaji, hewa ya kaboni na utalii. Sasa mimi siamini kabisa kwamba unatakiwa uhamishe watu uchimbe au uwapeleke sehemu nyingine uchimbe unufaike, upeleke utajiri sehemu nyingine. So kama kwa Wamasai wote, na hapa inabidi ili lisiwe tu swala la Wamasai, liwe la watu wote, manake mwenzako akinyolewa wewe unafuata. Hatuwezi tukaruhusu kwamba madini yetu tunatolewa kwenye ardhi yetu, manake madini yani wanasema ardhi ni yako juu na chini. Manake Wamasai ndio walikuwa watu wa kwanza kunufaika na haya madini. Sasa riski ya hichi kitu ni kitu gani? Hadi sasa sio kwamba Wamasai walichukuliwa, waliambiwa tokeni wakaondoka, hapana, waliresist. Manake walitumia mishale, walitumia kila kitu walichokuwa nacho kupigana. Sasa kama CCM hawatakubali kuchukua hatua sahihi na wakakaa na Wamasai wakawaruhusu waendelee kukaa kwenye ardhi yao ya asili, Wamasai wataamua kufanya kama watu wa Rwanda walivyofanya. So Rwanda wa Banyamulenge walianza kuhamishwa, wakaanza kusingiziwa wenyewe ni wageni na nini. So Wamasai kinachofuata kutaka kujidefend, manake wataanza kuangalia kama wanaweza wakapata silaha, wakapata nini, manake watabidi walilinde eneo lao. Na kama hatutachukua hatua, manake sasa hii ni collective effort, kama sisi wananchi wa Tanganyika hatutasema kwa pamoja kwamba kinachotokea kwa Wamasai hakitaki kuendelea, lazima tuzuie, manake tutawafanya Wamasai waamue kuona kwamba si sehemu ya nchi, watabidi waangalie hatua yao ya mbadala, kwa sababu kila kitu kinachofanyika kwa Wamasai ni uonevu, na hakuna justification kwamba tunawatoa Wamasai labda wakapata huduma nzuri zaidi, hapana. Na pia uwezi ukamtoa mtu ambaye ameishi hiyo sehemu kabla ya kuwepo hii nchi. Wamasai wameishi hapo kabla ya kuwepo Tanganyika, wameishi vizuri, wamesoma, wamefanya nini.
wameendelea kuwepo, na pia sio kwamba wao walienda, hata serikali imekuwa ikifanya juu. Makabayo, umebakiza dakika moja ya kusummarize. Asante, endelea. Yeah, so mimi ninachosema ni kwamba hili swala linatakiwa lizuiwe kwa maneno na hata kwa nguvu, kwa sababu tunawanyang'anya mali yao kwa nguvu. So wataweza akaendelea mtu mwingine. Asante sana Makabayo kwa mchango wako. Naomba kurudisha maiki kwa Mandisa. Asante Cute Mary, asante Jay. Wakati Mandisa akijiandaa kufungua maiki, tutaelekea agenda ya kwanza tumeshaimaliza, tutakuja kwenye agenda ya pili. Karibu sana Mandisa. Thank you, host, moderators, ladies and gentlemen. I greet you all. Good morning, good afternoon, good evening, in your respectful time zones. And welcome to our platform as we digress and reflect the trajectory of Tanzania and where it's headed to. As we are discussing on the Maasai relocation, I thought I should provide context for the non-Tanzanians, in other words, the Kenyans and Zambians of this platform, and maybe just give a detailed analysis on this front. So the relocation of the indigenous Maasais from Ngorongoro Conservation Area, I pretty much know that Kenyans are well conversant with the location of Ngorongoro. It's one of the most touristic places in Tanzania. To areas of Msomera village in Handeni, it's very complex and highly contested within the country, but also internationally. So while the Tanzanian illegitimate government, we don't recognize it, frames the move as a voluntary effort to balance conservation with modern development. The Maasais themselves, rights groups, Tanzanians, and community leaders describe it as a forced eviction aimed at expanding elite tourism and hunting. So the rationale with this sham government under Samia Hassan Suluhu for the relocation is on the basis that the current population at the Ngorongoro Conservation Area has exceeded its ecological carrying capacity. So the population pressure is that the population has grown roughly to 3,000 from 1959 to approximately 120,000 today, which officials, this shameful government says that it threatens the ecosystem. Then another rationale is that the livestock competition estimated to 1 million, over 1 million plus livestock compete with the wildlife for water and pasture, hence increasing human-wildlife conflict and the quality of life. So this government allegedly claims that the movement for the Maasais to Handei in Mvomera provides better access to education, healthcare system, and permanent farming, which is restricted by, or which is restricted within the Ngorongoro Conservation Area. So the analysis for the relocation process is that the process has been intense, and actually it has brought about international scrutiny and domestic protests due to several critical factors. The argument is that it's cohesive versus voluntary. So although termed as voluntary, reports by Human Rights Watch and the Auckland Institution, they allege that the government systematically cuts down funding for schools, hospitals within Ngorongoro to pressure residents into leaving. So it's already a pre-calculated move. The government itself is playing politics by cutting down funding
for the Maasais in Ngorongoro in order to pressurize them in terms of relocating to Handei. So it's a romanticized voluntary, but in actuality, it is coerced. Then it's also, of course, a human rights violation, and it's against the Universal Declarations of the Human Rights within the OHCR, the organization mandated with human rights that allows people to have freedom of movement and all the other, I think 30 articles of the declaration. Yeah, so there's violence involved to it. Residents have been reportedly been beaten, harassed, and there's been a lot of home demolitions. In other words, the huts have actually either been burnt down or have been demolished by the authorities of the Ngorongoro conservation areas and the rangers. Then there's also the element of defranchisement, in which in 2024, the government briefly attempted to delist villages from the voter registry, potentially stripping off thousands of Maasais of their right to vote ahead of the local government elections and also the general government elections. And they knew that such a policy would be contested against and would reduce the number of votes they would attain. So they thought of removing them from the register of voters and also denying them that right to vote, which is actually a human right. And there's the element of also resettlement of size issues in Msomera, where there's land conflict. So the arrival of these Maasais is, of course, there'll be newcomers, and it's, of course, seen as a cause for tension with existing residents in Msomera who claim that the land was seized without compensation to build houses for migrants, and there's a potential of also creating xenophobia between the Maasais and the local residents within Handei. So where is Handei located, by the way, for context of the geography location, especially for those that are in Zambia? I believe Kenya and Tanzania were pretty much brothers and sisters, but for context sake, Handei, I think, is located in northeastern Tanzania, bordering the Pwani coasts, and yes. It's remain 2 minutes to explain. 2 minutes remain. No, I was just trying to contact because I'd received a comment on my DM here. A Zambian was asking me, so where's Handeni? So anyway, then there's the element of the economic and conservation context, where the conflict between the two is deeply tied with 1.57 billion US dollars tourism industry in Tanzania, with critics arguing that the eviction prioritizes more of luxury safari tourism of the Arabs and trophy hunting. We all know what trophy hunting is, including land deals with foreign entities like Otalo Business Corporation, over rights of indigenous people, stewards who have coexisted with the land for centuries. So in terms of the legal status and judicial challenges, the Maasai's legal standing is governed by several Tanzanian laws, including the National Conservation Area Ordinance of 1957 and the Village Land Act of 1999. Within this 1977 constitution, which recognizes the rights to customary land and consultations. However, there's been recent battles that have shown a narrowing of protection. So there's been so many activists who've come up to file petitions on that front. In 2022, October, the East African Court of Justice, there were activists that filed a petition to the East African Court of Justice, but in October 2022, it was dismissed, and they say
I mean, of course, they must have been influenced by the government, and there's also political defranchisement. In interest of time, I think I'll try to sum up down my arguments and my analysis on this front. And there's the element of also Stability Commission, in which 2026, recently on the 12th of March, actually 2 days ago, so the Presidential Commission led by Judge Ndika declared the long-standing multiple land use model, allowing humans and wildlife to exist in Ngorongoro. So, look, here we are saying the challenge of the relocation for Maasais into Handeni is unacceptable. And matter of fact, maybe with our Kenyan brothers, it's quite important to note that it could have an impact in terms of the peace and security for Kenya as well. Maasai Kenyans and Maasai Tanzanians are brothers from the same mother. They probably have dual citizenship. And imagine in an event where your brother is being relocated far away, you don't have contact to them, and this area that you once called home will be denied from your access. You can't access it, and it will be owned by a foreigner. So I'm calling upon Kenyans to really be in support with our demand against the relocation of the Maasais. It has so many, if you are to have a discussion in terms of the impact on the peace and security, the political stability, instability, and all that, we are all co-authors to what will happen to the next future of the Maasais. Both you and I, even some of us who are Kikuyus, who could be Hayas or Chagas and whatsoever, we are all going to bear the brunt of their relocation. It has broad implications in terms of the EAC integration, in terms of the geopolitics, and generally it goes to be said in conclusion. The international human rights reports, Human Rights Watch, the likes of Amnesty International, United Nations, UNESCO have all come up together to criticize this move and to say the government should respect declarations, treaties, and all other agreed documents or agreements legally binding both locally and internationally to refrain from this relocation of the Maasais. So we are calling upon all of us, each and every one of us here, to pretty much really advocate to the world. Maasai people should be respected. They have a right to stay in their own indigenous places and locations, because that's where they've always existed and lived. And in fact, a matter of fact of relocating them only breeds about corruption, and it denies us of our national heritage. God blessed us with wildlife, and we're gladly giving it away because of trophy hunting and selfish leaders. So thank you. In summing up, I think that was what was discussed in the Swahili version of our dear speakers, and I just wanted to bring it up to speed in English. You're most welcome, my Zambian friends. I saw 2 people from South Africa. You're most welcome. And Kenyans, tunapendana, tunazidi kupendana ndugu zetu. Constable Kenya.